Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kwa majina naitwa Sharifu Mohamed Fadhili. Nafasi yangu ni mkuu wa kitengo cha ununuzi Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, lakini kwa hapa nimemwakilisha mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, Bwana James Kaji, kutokana na alipenda awepo hapa, lakini kutokana na kubanwa na majukumu mengine ya kitaifa ameshindwa kushiriki hafla hii, lakini ameniagiza kumwakilisha pamoja na wajumbe wengine wa management. Na kilichofanyika hapa ni tumewiwa katika kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr, angalau kidogo ambacho mamlaka inacho basi iweze kuwawezesha wenzetu ambao wanaishi katika kituo hiki cha watoto maalum waweze kupata chochote ili na wao wafurahi kama wanavyofurahi watoto wengine sehemu nyingine, na wao wajikute ni sehemu ya familia ya Watanzania. Kwa hiyo bado tunawapenda na tunawajali, tuko pamoja na tutaendelea kutoa chochote kitu pale ambapo tutakuwa tumeweza. Utaratibu tunaufanya mara kwa mara, na baada ya hapa tutaendelea na sehemu zingine kulingana na vile nafasi ambavyo itakuwa inaturuhusu. Kama ambavyo nafahamu kwamba vituo viko vingi na mahitaji ni mengi na hali yenyewe jinsi ilivyo, lakini pale ambapo tuna nafasi basi tunajikusanya na kuweza kutoa chochote tulichokuwa nacho kwa ajili ya wenzetu pia. Awali yote, kwa majina naitwa Andrew Michael Aule. Mimi ni afisa ustawi wa jamii na nikiwa ndani ya kituo ni program manager wa program ya kuondoa watoto mtaani na kuwasaidia katika kuondoa kwenye hali ya changamoto. Lakini niko hapa kwa niaba ya Toa Kibarula ambaye ni meneja wa kituo, lakini pia kwa niaba ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum chini ya Waziri Dr. Dorothea Gwajima, nipende kutoa neno la shukrani kwa ofisi ya NIDA kwa kuwakumbuka watoto hawa ndani ya kituo hiki, kuweza kuwashika mkono kwenye nyakati za sikukuu. Mimi naamini sio sikukuu ya Eid tu, lakini pia Pasaka, kwa sababu wameweza kuona ndani ya mfungo huu umeambatana pamoja. Kwa hiyo tunatoa neno la shukrani sana kwao kwa kuwakumbuka watoto Kurasini, lakini wamekuwa kama sehemu ya familia. Hata wakati mwingine nakuta vijana wetu wa Kurasini wakiwa wanaenda kuomba vibali kupata vile NIDA wanawasupport. Kwa hiyo sisi namna moja ama nyingine tunashukuru sana ofisi ya NIDA, na wizara inatambua msaada wao ambao wanasaidia vijana wetu wa Kurasini. Kwa hiyo tunashukuru sana kuwa sehemu ya malezi ya vijana wa Kurasini na kuwakumbuka kila nyakati na kuwakimbilia. Kwa hiyo hatuna budi zaidi ya kusema asanteni sana. Mungu awabariki pale mnapofanya kazi, muendelee kuwa na moyo wa upendo. Na pia mweze mkumbuka hata sehemu nyingine, sio Kurasini tu. Kuna vituo vya wazee ambao nao wanahitaji support kama wanapata watoto Kurasini. Lakini pia kuna vituo nje hiki cha serikali, lakini vile vituo vya watu binafsi ambao nao pia wanahudumia watoto wa design kama hii. Kwa hiyo tunashukuru sana, muendelee kuwa na moyo wa upendo na ndani ya ofisi yenu iendelee kusimama imara. Muweze kutoa huduma bora kwa Watanzania, kwa sababu Mama Samia anaamini nyie ni watu wa muhimu sana katika kumfanya kila mtu afahamike kama ni Mtanzania. Kupitia NIDA ndio inakufanya ujulikane wewe ni mtu sahihi ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hicho ambacho tunakifanya. Muendelee kuwa na moyo huo. Hatuna mengi zaidi kusema. Asanteni sana na shukrani ziwafikie wa mkurugenzi na watendaji wake wote kwa ujumla ndani ya ofisi yake. Asanteni sana. Yanaitwa makao ya watoto Kurasini. Imetoa neno yatima kwa sababu watoto waliopo ndani ya kituo sio wote yatima. Kwa hiyo tunaondoa ile neno la ukatili kumwambia mtoto yatima, kwa sababu sio yatima ikiwa familia yake ipo. Kwa hiyo majina yake ni makao ya watoto Kurasini. Na kituo kwa sasa kina jumla watoto 70, watoto 12 wa jinsia ya kike na watoto 58 ni jinsia ya kiume. Na watoto wakiwa ndani ya kituo wanaishi kama sehemu ya familia kwenye nyumba zao. Kwa hiyo hapa ni nyumbani. Huduma zingine za kijamii wanapata nje ya kituo. Kama masuala ya elimu wanaenda kwenye shule za kijamii, masuala ya kiimani wanaenda kuabudu kulingana na asili ya mtoto alikotokea kwenye familia yake. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kuishi tu. Kituo hiki kilianzishwa mwaka 1966 na wamishionari kutokea Ujerumani, lakini kutokana na huduma tukufu waliokuwa wanaifanya, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia baba wa taifa mwaka 1968 waliamua kukabidhiwa kupitia wale wamishionari kutokea Ujerumani. Kwa hiyo kuanzia 68 mpaka sasa kiko chini ya serikali na kimepita kwenye wizara tofauti, wizara ya kazi, wizara ya afya, na sasa tupo wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Usisahau kusubscribe,
kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.